Captain Kizinga, uko vizuri? Ya, namshukuru Mungu niko salama. Miligado kabisa. Niko vizuri, Mungu mwema. Ya. Ingia kwenye mfumo. Wameingia. Kwa ghafla sana taarifa hizi kuzisikia kwamba ile ilikuwa ni sinema tu. Wewe nikwambie kitu kimoja. Mtu pekee aliyeingia kwenye mfumo ni yule ambaye aliiba majina na kwenda kuyasoma. Wewe toka lini jambo la Yanga likakufikia wewe kwenye mikono yako? Kwamba majina yetu sisi wakina Godi Yanga wakina nani kwenye mikono yako wewe GB64. Toka lini wewe ukapewe majina ya watu wa Yanga? Mashabiki bora ambao wameshiriki kikamilifu kwenye mchezo wa dabi ya mashabiki ukapewe wewe? Wewe ndio ukatusomee? Sio kweli. Kwa hiyo aliingia kwenye mfumo. Nataka niwaambie kitu kimoja, kwa msaada mkubwa na wa kuwafikishia wote wale ambao ni mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Africans. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuliweka sawa hili jambo. Tuseme kitu kimoja kwa wale ambao walikuwa hawafahamu. Dar es Salaam Africans ina mashabiki na wanachama ambao wamekuwa wakizungumza mitandaoni, ambao hawa wametoka kwenye matawi mbalimbali, kila mmoja na tawi lake. Mimi niko tawi la Yanga Makumbusho, na wengine wote ambao tunakuwa tunapata nafasi ya kuzungumza kwa ajili ya kuhamasisha na kuendelea kupambana kwenye timu yetu. Uliandaliwa mchezo ambao tuliuandaa sisi kama mashabiki kwa lengo la kutafuta umoja na kuwaaminisha watu kwamba sisi sio maadui, ila kuna nyakati tunaweza tukakaa kwa pamoja tukazungumza lugha moja. Tuliandaa mchezo huo na tukapewa sapoti na wasemaji wetu, dabi ya mashabiki, na ni dabi ambayo ilikuja ikateka hisia za wengi walitamani kuiona, na wengi wakawa tayari, mpaka viongozi wakuu wa nchi walikaa kwa ajili ya kutazama ule mchezo ambao kabla ya mchezo kuchezwa tulikuwa hatujui kama kuna chochote kitu ambacho kitakuwepo. Tulikuwa hatujui kama kuna hata shilingi 100. Tulikuwa tunajua tunakwenda kucheza kama sehemu ya kuhamasishana juu ya sisi kuwa wamoja. Lakini kwenye mazoezi ya mwisho alitokea rais wa Dar City ambaye alikuja akapenda kile ambacho kama Watanzania wengine kwa lengo la kusapoti, kwa sababu wapo Watanzania wengi ambao wengine wanapatikana, kwa mfano wapo wanachama wa Dar es Salaam Africans takriban 30 wapo Japan. Nimepata taarifa zao jana, ambao walikuwa hawajapendezwa na jambo linavyoendelea. Niko hapa kusema na wao pia kwamba rais wa Dar City aliweza kuzungumza na sisi mazoezini baada ya yeye kuvutiwa pia na lile tukio. Akatuahidi kwamba kama tutashinda atatupatia milioni 20. Na pale akatupatia milioni 5 kama sehemu ya motisha na maandalizi kuelekea kwenye mechi. Si umeelewa? Ni kweli tulifanya maandalizi na kesho yake tukaingia kwenye mechi. Ile mechi tulipoteza kwa goli 2 ambazo tulifungwa, akifunga Dr. Mohamed na Tobias. Ile mechi tumepoteza. Tunajua kabisa hapa tunaondoka mtupu kwa sababu tumefungwa, na bingwa ni Simba, anatakiwa achukue milioni 20. Lakini kwa mapenzi makubwa ya msemaji wetu Ali Shabani Kamwe aliweza kwenda kutupambania na sisi walau tupate kifuta jasho, walau hata milioni 10. Lakini yule bwana alisema nakupatia ni 20 kabisa. Waende na wao Watanzania wamefurahi. Kweli Ali kwa mapenzi yake alichukua mzigo mzito kama ulivyo, akawapatia viongozi wetu, baba Yanga Peter pamoja na Godi na wengine, kwa ajili ya kuja kutufikishia mzigo. Namna ambavyo ule mzigo uligawiwa ndio ulikuja ukaleta taharuki na sintofahamu. Pengine tulihitaji kuona kwamba tulioshiriki tuliona kama tuko wachache. Kwa nini waliopata ni wengi? Na mpango huu wa hii 200,000 kwa watu wote haufiki thamani ya ile pesa. Kwa hiyo tulihitaji kujua, katika kuuliza na kutaka kujua ndio tulipokuja kuleteana zile mvutano na mtafaruku. Lakini tumpongeze sana Ali Shabani Kamwe, mzee wetu, mratibu wa mkoa mzee Shabani Mgonja, kaka yetu Lugola ambaye yuko kwenye idara ya wanachama na mashabiki chini ya Ibrahim Samuel mkurugenzi na baadhi ya wajumbe. Tuliitwa pale klabuni kwa lengo la kuangalia tunaliwekaje sawa hili jambo. Tulifika klabuni na kuanza kuzungumza kwa pamoja, lakini viongozi wetu waliwaomba Godi na Peter, baba Yanga, wawaletee idadi kamili ya majina ya watu wote na uthibitisho. Walileta majina ya watu 97. Watu 3 tu ndio walikuwa hawajapatikana pale, na wakaeleza
kwamba hawa watu watatu jitihada za kuwapata tulizikosa kutokana na baada ya mechi kuisha wao wengine waliondoka. Lakini pale pale alikuwepo mtu mmoja kwenye kikao cha jana, alipewa pesa yake pale pale ambao zilikuwa zimebaki karibia laki 6. Kwa alipewa fedha zake pale, na wale watu wawili ambao mimi nilikuwa nawafahamu na walishiriki katika mchezo, akiwemo bwana mdogo Charles ambaye alishiriki, alicheza na beki namba 4 na alikuwa kapteni kipindi cha pili. Pale pale aliweza kupatiwa pesa, ilipitia kwa msemaji wetu, akatumiwa yule bwana mdogo fedha zake na akathibitisha amepata, mpaka meseji pia ninayo. Umenielewa? Kwa hiyo atakayetaka kuiona ile meseji anaweza akanitafuta kupitia kwa namba ya 0656 200 983. Hiyo ni namba yangu, kwa lengo la kuhakikisha anapata ushahidi juu ya kile ambacho tulikuwa tunakipambania sisi kwa haki ya wengi. Na kweli bwana mdogo alipata fedha zake, na tuliwapongeza sana Godi Yanga na Baba Yanga kwa kile walichokifanya cha kutuletea idadi ya wale watu ambao tulikuwa tunawahitaji mezani kwa lengo la kuliweka sawa ile jambo, na walikuja na hao watu tumewaona na tukaridhika. Lakini pia kitu kingine kwenye mchanganuo wa ile fedha milioni 1 ambao nilikuwa pia nikizungumzia, ambao alipewa Peter Baba Yanga kwa lengo la kwenda kuandaa kwa ajili ya kwenda kuandaa maandalizi ya usafiri. Tulikuwa tukilalamika kwamba milioni 1 haiwezi kutumika kwenye usafiri wa gari 3 kutoka Temeke mpaka hapa, lakini tulitumia zile cost ambazo gari moja ni shilingi 200,000 ambao ni bei ya kawaida katika kuzikodi zile gari. Ile 200,000 zilikuwa gari 3. Katika zile gari 3 ina maana yake ni kwamba ni shilingi 600,000. Imebaki 400,000. Katika ile 400,000 vilichukuliwa vigoma ambavyo vilikuwa ni viwili 100,000. Ina maana ni 200,000 hizo. Zingine imekuwa 800,000. Lakini 200,000 nyingine ilikwenda kwa ajili ya kuandaa mambo ya madawa kwa ajili ya injuries zitakazopatikana pale kwa wale ambao wachezaji watakaopata injury na nini, tunasema huduma ya kwanza, first aid. Kwa hiyo ilikwenda kutumika katika mlolongo huo. Nimpongeze sana kwa dhati ya moyo wangu Peter Baba Yanga kwa namna ambavyo alikuja kuwasilisha vyema ile milioni 1, namna ambavyo ilikwenda kutumika, kiasi kwamba tulikuwa hatujapewa. Unaweza ukaona ni kiasi gani namna ambavyo tumeuliza tumeweza kujibiwa vizuri na tukarizika. Kwa hiyo kwetu sisi kinyongo hakuna, tumejibiwa vizuri na maelekezo yamekwenda vizuri. Wale ambao walikuwa hawajapata haki yao, watu watatu wameweza kupata. Tuwapongeze sana wale ambao walitusupport katika ile jambo. Tumpongeze sana Rais wa Dar City kwa namna ambavyo aliweza kutufanya sisi tupambane, tujisikie amani na kuweza kupata. Umeelewa? Lakini mashabiki wa wekundu wa Msimbazi walikuwa wanapitia humo na kusema kwamba Albadili imeshawafika kwa hizi sintofahamu ambazo zinaendelea. Kwa hiyo unaweka wazi kwamba Albadili haihusiki kabisa na taharuki zenu zilizokuwa zimejitokeza kipindi cha awali. Kwanza ile Albadili yao haiwezi kuhusiana na sisi, kwa sababu Albadili ile ilikuwa inamtafuta mtu ambaye anawahujumu wenyewe kwa wenyewe. Sasa unaweza ukaangalia kwamba wao ni wao, sisi ni sisi. Sisi hatuhusiki kwenye Albadili yao. Na Albadili ina njia zake za namna ya kuisoma. Sawa? Unasoma Albadili, unasoma wewe kwenye tawi lako. Ile ni Albadili, ni mashtaka unayoshtaki wewe kupitia kwenye tawi lako. Yaani mko watu takriban, wana Simba wako takriban watu labda tuseme watu labda milioni 1 wanao support team. Alafu unatokea watu 16 ndio mnakwenda kupeleka malalamiko kwa Mwenyezi Mungu kwamba tunashtakia wale ambao wanatuhujumu ndani. Ina maana sasa wewe hata dua yako haiwezi kufika kokote, kwa sababu mko watu 16. Kwa nini wasilalamike watu takriban 500,000 wakakubaliana kwa pamoja kwa lengo la kumlilia Mwenyezi Mungu aweze kuwasawazishia mambo? Kwa hiyo ni Albadili ambayo haina mashiko ndani yake na haina athari yoyote. Unaweza ukaona wanaendelea kufanya kazi, wanaendelea kudunda, basi na jasusi anaendelea kuwa katika mikono salama. Kwa hiyo hakuna lililowafika. Hapana, hakuna lolote kwetu sisi, hakuna lolote lililotufika. Na ni watoe tu hofu wapenzi na wanachama wa Dar es Salaam Africans. Kundi la Yanga Influencer ni kikundi cha ushangiliaji na cha kusapoti timu yetu ya Yanga. Ni kikundi ambacho hakina vinasaba yoyote au kupewa pesa yoyote na viongozi wetu wa Yanga. Ni kikundi cha ushangiliaji ambacho tunajitoa sisi wenyewe kwa nguvu zetu. Tumekuwa tukipambana kutafuta wadhamini wanao tusapoti, watakao tusapoti sisi. Umeelewa? Kwa hiyo wewe kama unaweza kutusapoti pia, ni mtu ambaye una makampuni yako, una fedha zako,
tunakukaribisha pia kuja kutusapoti Yanga Influencer. Ndio maana unaona tumekuwa tukienda sehemu mbalimbali, tunakwenda Malawi, ilipo Yanga tunakwenda. Yanga sisi tunatakiwa tuipatie pesa, sio Yanga itupatie sisi. Tunatakiwa kusema na wewe mwanachama na shabiki, popote ulipo ulipie ada, nasi pia tulipie ada na tukate kadi. Tuisapoti timu yetu kwa kununua jezi na kwenda kutoa vingilio uwanjani. Lakini hatupo hapa kwa ajili ya kwamba Yanga itulipe sisi. Inachotupatia sisi furaha ya ushindi, mpaka sasa tuna alama 4 kimataifa. Ile ni furaha tosha, ni sabuni inaonukia katika mioyo yetu. Sisi sio tuipatie Yanga, sio Yanga itupatie sisi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ni waondoe hofu. Kundi la Yanga Influencer ni kundi ambalo sio baya, ni kundi ambalo limekuwa likisapoti timu yetu, ni kundi ambalo linabeba watu tofauti tofauti wanaotoka kwenye matawi kwa lengo la kusapoti timu yetu. Ni kikundi cha watu ambao wamekuwa wakipambana hata mitandaoni katika kuzungumza, lakini wanapewa support na wadhamini mbalimbali ambao tumekuwa tukiwatafuta wenyewe. Ni watoe hofu wanachama na mashabiki wa Dar es Salaam Africans, viongozi wa matawi, viongozi wa kanda, wote ambao hamkupendezwa na ile milumbano iliyotokea. Kwanza mtuwie radhi, mtusamehe sana, tulikuwa katika sehemu ya kujenga, lakini pia viongozi wetu wametukarisha chini kwa pamoja, tumekaa tumezungumza. Lakini pia ni watoe hofu, yale majina mnayoyaona yako kwa JB 64 yale ni majina yako mwenyewe, sio majina ya watu wa Yanga. Wewe watu wa Yanga wakuletewe taarifa, uliona wapi? Kwa ni mambo ambayo hayapo. Kwa hiyo tuko pamoja na tunaendelea vizuri, tunajipanga sasa kwa ajili ya kuelekea Zanzibar. Kwa hiyo wewe ambaye uko Zanzibar, nikuombe tu jiandae kuenda kuisupport timu yako. Menezinga, vipi kuhusu taarifa ambazo zinasema kwamba influencers mtarudi kwenye matawi hivi sasa, mtokee kwenye matawi yenu? Mwanzo kabisa ilikuwa ni mitazamo ya watu tofauti tofauti kwamba sasa na mara nyingi alikuwa anazungumza Kevo kwamba narudi kwenye tawi langu kwa maana sitakuwepo tena huku. Umeelewa? Lakini mara baada ya jana kukaa na kuwekwa sawa na wote wale ambao walikuwa wanataka kujua mrejesho ukoje, sasa jana tumeridhika, mrejesho tumeuona, sio tena kurudi matawini. Hapana, tutaendelea kubaki kwenye influencer, lakini tuwaambie tu kwamba ukweli Yanga Influencer aliyoko kwenye Yanga Influencer hata kwenye tawi yupo, kwa sababu anafanya shughuli zote kusapoti timu, lakini pia hata huku, si umeelewa? Kote yupo.